أعزائنا المشاهدين الكرام السيد والسادة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Kama ilivyo kawaida yetu na kama ilivyo ada yetu, bado tunaendelea kuangazia vita vya kihistoria, vita ambavyo huamua baina ya nani ataibuka mshindi na kuwa na sauti ndani ya ulimwengu wa Mashariki ya Kati. Ni nani atakuwa ni mfalme ndani ya Mashariki ya Kati? Hapa tunazungumzia vita vinavyoendelea kati ya Marekani pamoja na Iran. Kumbuka kwamba kwa muda mrefu sana Marekani imekuwa ikifanya mashambulizi makali mno, lakini mashambulizi haya ya siku hizi takriban 8 au 10 yamekuwa ni mashambulizi makali mno ambayo hayajapatwa kufanywa katika nyakati zilizopita. Mashambulizi haya yanakuja kama sehemu ya mrejesho au kulipiza kisasi juu ya yale mauaji yaliyotokea kwa askari wa Marekani nchini Jordan. Na hii ni kuonyesha kwamba kwa muda mrefu sana Marekani amekuwa akitumia vyombo vya habari kutengeneza propaganda ya kwamba yeye katika vita hivi ndiyo anafanya vizuri zaidi ya Irani. Na hii imepelekea pia kuzua mgogoro mkubwa wa kisiasa na mpasuko wa kisiasa nchini Marekani, kwa sababu amekuwa Rais Donald Trump akitumia vyombo vya habari kuwadanganya wa Marekani ya kwamba yeye anafanya vizuri sana katika vita hivi, kwa kusema kwamba amelidhoofisha jeshi la Irani kwa takriban 85%. Ameharibu maghala ya silaha, makombora pamoja na drones. Hivyo jeshi la Marekani mpaka sasa halina uwezo wa aina yoyote. Lakini cha ajabu na cha kusikitisha ni kwamba kilichowafanya wapinzani wa Rais Donald Trump kushtuka na kuanza kuhoji ni majibu ya mashambulizi ya Irani kwenda katika kambi za Marekani na kufanya mauaji makubwa mno, lakini pia kuharibu ndege zaidi ya ndege 60 za Marekani. Kilichosababisha hawa wahoji ni kwamba mrejesho huu unatoka wapi ikiwa uliahidi kwamba hawa umekwisha wafanya kuwa ni dhaifu, umekwisha dhoofisha jeshi lao, umekwisha angamiza maghala yao ya silaha, umekwisha angamiza maghala yao ya drones pamoja na makombora. Hizi nguvu ambazo wanazozipata wamezitoa wapi? Mauaji haya wanaoyafanya, nguvu hizi zinatoka wapi? Kiasi kwamba sasa Rais Donald Trump amekuwa ni mwenye kuchanganyikiwa. Kwa sababu gani? Mpasuko huu wa kisiasa unamuweka katika hali ngumu sana katika uchaguzi ambao unaokuja hivi karibuni. Lakini pia mashambulizi ya Irani, unaweza ukajiuliza kwa nini Irani amekuwa kila siku anashambulia basic za Marekani. Kila siku anashambulia basic za Marekani ndani ya Mashariki ya Kati. Halafu swali la msingi kwamba je, tangu aanze kushambulia basic hizi kwa nini haziishi? Ndugu zangu, kwanza kabisa na washukuru wale wote ambao mnatupa support yenu kwa kucomment. Tumekuwa tunapitia komenti zenu. Kuna watu wako Komoro, kuna watu wako Guinea, kuna watu wako Zanzibar, lakini pia kuna watu ambao mko Omani, kuna jamaa zetu ambao mko Dubai pia, lakini pia kuna jamaa zetu mko hapa Tanzania, mko Dar es Salaam pamoja na mikoa mingine. Niseme tu kwamba wote kwa ujumla ninawashukuru sana kwa support yenu, ninawashukuru sana kwa weledi wenu, ninawashukuru sana kwa mitazamo yenu. Kubwa zaidi, msiache kuendelea kutupa support yenu ya kucomment na kutoa maoni yenu. Lakini pia kama kuna sehemu ya mapungufu mnaoyaona kutoka kwetu sisi, mtushauri, mtoe maoni, lakini pia mturekebishe. Lakini pia msisite kwa kuogopa labda tunaweza tukajibiana vibaya. Hapana. Endeleeni kutushauri, sisi tutasoma komenti zenu na tutazifanyia kazi.
lakini kwa mapungufu tunaomba tuvumiliane, kwa sababu siku zote mwanzo ni mgumu. Tunahitaji kuwa na kamera za kisasa lakini uwezo hatuna. Tunahitaji kuwa na simu za kisasa zaidi lakini uwezo hatuna. Kwa hiyo tuvumiliane kwa kadiri ambavyo mapungufu mtakavyo yaona, lakini pia mtambue kwamba mwanzo ni mgumu. Lakini insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunatamani pia tufike kama walivyofika wengine, na mambo yetu yawe ni mazuri kama yale ya wengine insha Allah, na nina imani hilo litawezekana. Ndugu zangu, jumla ya makambi ya Marekani ndani ya ulimwengu huu katika nchi mbalimbali duniani, ana kambi zaidi ya 830 duniani. Ziko ambazo ziko Afrika, ziko ambazo ziko bara la Ulaya kama kule Ujerumani ambapo ana kambi takriban 120 ndani ya nchi ya Ujerumani peke yake. Lakini pia kule Japan ana kambi zaidi ya 130. Lakini pia ndani ya ulimwengu wa Mashariki ya Kati, Jordan, Ordon, lakini pia Saudi Arabia, lakini pia UAE, lakini pia Qatar, lakini pia Kuwait. Haya ni maeneo yote ambayo Marekani ameweka kambi hizi. Lakini mikakati ya kuziweka hizi kambi, kwa mara ya kwanza Waarabu au viongozi wa nchi za Gulf walidanganywa kwamba lengo ni kutaka kuwasaidia kiulinzi, huku wakitengenezewa mitazamo ya kwamba wanamlinda kutokana na adui ambao miongoni mwa maadui hao akiwa ni nchi ya Irani. Na mwisho wa siku wakawa wamekubali wakiamini kwamba uwepo wa kambi hizi ndio sehemu itakayofanya wao kuwa na amani. Lakini kilichotokea ni nini? Kwamba uwepo wa kambi hizi ndani ya Mashariki ya Kati, kwanza kabisa wao viongozi wa nchi za Kiarabu, nchi za Gulf, ndio wanaobeba gharama ya malipo ya kuwalipa wa Marekani katika kambi hizi. Idhan, uwepo wa kambi hizi ndani ya Mashariki ya Kati ni moja kati ya vitega uchumi vikubwa ambavyo vinavyosaidia kuinua uchumi wa Marekani kwa sababu ya kulipwa. Lakini wakati huo huo ni kwamba uwepo wa kambi hizi ndani ya Mashariki ya Kati maana yake ni kutimiza matakwa ya Marekani kujitanua katika dunia, kujitanua katika upande wa Mashariki ya Kati na kuziwia uadui ambao unaweza ukamwingilia yeye ndani ya nchi yake, lakini kufanya hizi nchi za Mashariki ya Kati kuwa ni dhaifu. Kwa sababu gani? Zikiwa zina nguvu, zikiwa pamoja, maana yake uwezekano wa Marekani pamoja na nchi za Magharibi kuwa superpower in the world utakuwa umeondoka. Kwa hiyo kilichotengenezwa hapa ni kwamba tunaweka basic zetu ndani ya Mashariki ya Kati, sanjari na kusema kwamba tutazilinda, lakini mwisho wa siku ni pamoja na sisi kutanua empire yetu katika upande wa Mashariki ya Kati. Lakini wakati huo huo, lengo la tatu, alhadafu thalitha, lengo la tatu ni kufanya sasa kuweza kufanyia saitara uchumi wa vyanzo vya uchumi vya Mashariki ya Kati kuwa chini ya himaya ya nchi za Magharibi ikiwemo Marekani. Unaweza ukaona wenzetu namna gani wanavyokaa na kupanga strategic zao kwa ajili ya manufaa ya mataifa yao pamoja na nchi zao, na hiki ndicho ambacho walichoweza kufanikiwa. Kwa hiyo wakatengeneza makambi mengi sana katika nchi hizi za Gulf, ikiwemo Saudi Arabia, lakini pia ikiwemo Jordan, lakini pia ikiwemo UAE, lakini pia ikiwemo Kuwait, lakini pia ikiwemo Bahrain. Lakini sanjari na hayo ni kwamba makampuni makubwa ambayo ni ya kibiashara nchini Marekani yakapata nafasi kubwa zaidi ya kwenda kuwekeza katika nchi hizi za Gulf, kama vile unapozungumzia Microsoft, unapozungumzia Amazon, pamoja na makampuni mengine ya mawasiliano, pamoja makampuni ya simu na kadhalika, na makampuni mbalimbali ya teknolojia ndani ya nchi za Gulf. Kwa hiyo Iran, unaweza ukajiuliza kwa nini hapigi Marekani moja kwa moja? Hapana, kwanza anaanza kumdhoofisha adui yake kupitia viwanja vya karibu, kupitia maeneo ya karibu.
Kwa hiyo ndio maana kila siku anaendelea kufanya mashambulizi ndani ya nchi za Gulf, kwa maana ya kuvunja zile basic za Marekani zilizopo ndani ya nchi hizo. Kwa hiyo mashambulizi makubwa ambayo ameyafanya Irani, malengo yake ni kumdhoofisha adui. Ndio maana sasa utaona kwamba mashambulizi aliyoyafanya ndani ya siku hizi mbili kwenda Jordan yameweza kuharibu ndege ambazo zilizokuwepo katika kambi kubwa ya kituo cha ndege ambacho kilichokuwa kinatumika kuhifadhia ndege za Marekani ndani ya nchi ya Jordan. Lakini pia amefanya mashambulizi makubwa katika kambi iliyokuwa ni maalum kwa ajili ya kuhifadhi wanajeshi. Taarifa iliyotoka Marekani inaonyesha kwamba wanajeshi waliojeruhiwa ni takriban wanajeshi 108, lakini uhalisia sio hivyo. Uhalisia ni kwamba wanajeshi waliokufa ni wengi sana. Hii hesabu unaipata vipi? Unaipata kwa sababu majeruhi ambao waliojeruhiwa, wanajeshi ambao waliojeruhiwa wanakadiriwa kuwa 400, takriban 408 ndio ambao waliojeruhiwa. Takriban wanajeshi 430 ndio ambao waliojeruhiwa. Sasa katika hali ya kujeruhiwa wanajeshi 430, unategemea kwamba wangapi watakuwa wamepoteza maisha? Ni wazi kwamba jeshi la Marekani limekuwa likificha matokeo halisi ya idadi ya wanajeshi wanaofariki. Kwa sababu gani wanaficha? Kwanza, kutoipa dunia taharuki ili kuweza kuendelea kuionyesha dunia kwamba wao ni wababe na hawajaathirika chochote na haya mashambulizi ya Irani yanayofanywa hayana faida yoyote wala hayajaleta madhara makubwa kwa kiwango hiko. Lakini wakati huo huo ni kwamba unapotoa habari ya uongo, maana yake unakuwa unamtenza nguvu adui kisaikolojia, ionekane kwamba amepata hasara katika matumizi yake. Lakini sivyo, kwa sababu ukweli ni kwamba Irani anatambua idadi ya wanajeshi waliokufa, lakini viko vyombo ambavyo ni tofauti ya vyombo vya nchi za magharibi zimetoa uhalisia wenyewe na kuweza kuonyesha kwamba hii ndiyo idadi ya majeruhi. Kinyume chake ni kwamba waliofariki ni wengi zaidi ya majeruhi. Lakini anaogopa kwamba Irani itaongeza mashambulizi makubwa zaidi kulikoni haya mashambulizi ambayo wanaoyafanya, japokuwa ni makubwa kupindukia. Lakini utaona kwamba kama jambo hili ni kweli kwamba Marekani imepata hasara kubwa sana ya wanajeshi wake, ni mrejesho wa mashambulizi ambayo amekuwa akiyafanya kama sehemu ya kulipa kisasi kwa jeshi la Irani. Ameweza kufanya mashambulizi makubwa mno mfululizo kwa zaidi ya masaa 7 mfululizo juu ya anga la Irani. Hii yote kama sehemu ya kulipiza kisasi. Na amesema pia Rais Donald Trump kwamba iwapo Irani itarejesha tena mashambulizi hayo, maana yake ni kwamba watafanya tena mashambulizi makali mno. Lakini wakati huo yanatumika haya mashambulizi makali ya Marekani dhidi ya Iran kutaka kumlazimisha Irani arudi katika meza ya mazungumzo, ili sasa wakati atakaporejea katika meza ya mazungumzo aweze kufata masharti yake, jambo ambalo Irani ameliona na amekataa kurejea katika meza ya mazungumzo. Lakini hii inatengeneza taswira ambayo tulikuwa tunaizungumzia siku nyingi kwamba Marekani pamoja na nguvu zake za kijeshi, pamoja na uwezo wake mkubwa wa silaha alionao, lakini hawezi kupigana vita hivi ndani ya wiki 2 mfululizo au mwezi mmoja mfululizo. Hii inatokana na kuwa na mapungufu katika stoko yake ya silaha, ambayo mpaka sasa uzalishaji wake umezorota, na anajikuta ndani ya vita hivi amekula hasara kubwa ya kupungukiwa ya matumizi ya silaha aliyokuwa anayafanya. Kwa hiyo kurejesha mfumo wa silaha alizokuwa nazo au wingi wa silaha alizokuwa nazo sio kwa muda mfupi, bali ni kwa muda mrefu.
Lakini kubwa zaidi na la kushtusha, mwanzo wa vita hivi, kwanza kabisa ni kuombe ndugu mtazamaji, ikiwa bado haujabonyeza alama ya subscribe, basi usisahau kubonyeza alama ya subscribe, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele, lakini pia usisahau kulike, kushare pamoja na kucomment. Lakini pia tunawashukuru sana ndugu zetu ambao mnaendelea kutupa support, lakini pia kutuombea dua, lakini pia na sisi mtusamehe zaidi. Ni kwamba mapungufu ambayo mtakaoyaona mjue ni udhaifu unaotokana na kamera, lakini pia udhaifu unaotokana na simu zetu zina kiwango kidogo. Hivyo basi niwaombe tu kwamba mtuvumilie, lakini pia tusiache kuombeana dua, kwa sababu tunatamani pia na sisi tuwe kama wengine ambao wanaofikisha taarifa hizi katika ule ubora wake wa kiwango, na imani kwamba kwa dua zenu na ushirikiano mwema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia na atatufanyia wepesi, na sisi tutakuwa kama wengine insha Allah khair. Sasa Marekani, mwanzo wa vita hivi, siku 38 zilizopita kabla ya kufanya ceasefire, aliweza kutumia makombora, kutumia yale madege yake makubwa, akiwa na imani kwamba anakwenda kuimaliza vita hivi kwa vyovyote itakavyokuwa. Kwa hiyo akawa anatumia zile B2 Spirit bunker zenye makombora mazito ya booster bunker zile, lakini pia akatumia makombora ya GBU, lakini pia akatumia makombora ya Tomahawk, lakini pia akatumia makombora ya cruise, akiwa na imani kabisa kwamba anakwenda kufanya mashambulizi ambayo kwa muda mchache yatakuwa yameimaliza vita hivi. Lakini kilichotokea ni nini? Kilichotokea ni kwamba wakati anapiga makombora haya, yako makombora ambayo hayakuweza kulipuka, yalipokelewa kama yalivyo, yakiwa ni makombora ya booster bunker, lakini pia akiwa ni makombora ya GBU, lakini ikiwa makombora ya Tomahawk. Sasa nini ambacho kimeishtua Marekani? Ni baada ya Irani kuyakamata haya makombora na kwenda kuyafanyia tajdidi, kwa maana kuchukua teknolojia iliyotengeneza haya makombora na kisha baadaye kuyaongezea mifumo mingine zaidi na kuyaboresha zaidi ambavyo yalivyokuwa hapo awali. Maana yake kurejesha sasa mashambulizi katika kuipiga tena upya Marekani. Na hiki ndicho ambacho kimekuja kuishtua zaidi Marekani, kwamba nguvu ambazo ilizonazo Irani katika raundi hii ya pili ya mapambano ni zaidi ya ambavyo ilivyokuwa inatarajiwa katika raundi ya kwanza. Wataalamu wa mambo ya kivita wanasema kwamba nguvu alionayo Irani raundi hii ya pili ni zaidi ya nguvu aliyotumia awali katika siku 38 takriban. Sasa wanajiuliza nguvu hii ameitoa wapi? Na je, nguvu hii itaishia wapi? Kwa maana kwa kadiri ambavyo ninyi mtakavyoweka negotiation, mtakavyofanya ceasefire ya kusimamisha vita na kipindi cha majadiliano, wao ndio wanatengeneza mifumo mingi zaidi. Lakini sasa tazama, katika kipindi hiki cha mapumziko ya vita hivi, usimamishwaji wa vita hivi, Irani imekwenda kuonyesha mji mwingine wako makombora ya balastiki peke yake. Makombora haya hayaingiliani na makombora ya aina nyingine, bali ni makombora ya balastiki peke yake. Kwa hiyo sasa maana yake amekwenda kutumia makombora ya balastiki, lakini pia amekwenda kutumia makombora ya GBU, lakini pia amekwenda kutumia makombora ya booster bunker, kwa sababu kwa ajili ya kuangamiza makambi ya Marekani yote yaliyopo ndani ya Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ule uwezo aliokuwa nao ndani ya siku 38 ni tofauti na uwezo alionao ndani ya hizi siku 10 takriban za mashambulizi. Lakini mashambulizi yake au mrejesho wa mashambulizi yake kama sehemu ya kulipiza kisasi umekuwa ni mkubwa zaidi kushinda hayo ya mwanzo, jambo ambalo linamfanya Rais Donald Trump aweze kutahayar na kutojua nini anachotakiwa kufanywa. Lakini mlango wa Hormuz bado uko chini ya jeshi la IRGC, hauko chini ya Marekani.
japokuwa Marekani amekuwa akijitamba kupitia siasa zake za ndani kwamba wanamiliki mlango wa Hormuz, na hii imepelekea kuzamishwa meli mbili ambazo zilizokuwa zinataka kupita wakiamini kwamba mlango huu uko chini ya jeshi la Marekani. Lakini pia meli mbili za India na zenyewe zilitaka kuzamishwa vile vile wakiamini kwamba mlango huu uko chini ya IRGC. Ndugu zangu, tunasema haiishi mpaka iishe. Ogopa sana Wafursi, ogopa sana wa Irani, namna gani wanavyofanya mashambulizi yao. Hii ni taswira tosha kwamba tuna Korea Kaskazini mpya ndani ya Mashariki ya Kati, na vita hivi kama ambavyo wao walivyosema kwamba wana uwezo wa kupigana vita hivi miaka 10, na ni kweli kwamba mimi na hakika kwamba wana uwezo kweli wa kupigana miaka 10 mfululizo, kwa sababu kila ambavyo siku zinavyokwenda, kwa kadri ambavyo Marekani anajitahidi kukusanya nguvu zake na kufanya mashambulizi, ndivyo ambavyo mrejesho wake unakuwa ni mkubwa zaidi kushinda nyakati zilizopita. Tuendelee kula mtori, nyama ziko chini. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa shukran. Assalamu alaikum.